Hayo yameelezwa na Bi Mkundaeli Mbaga, afisa lishe kutoka halmashauri ya wilaya Mbeya DC, alipokuwa akizungumza na kituo hiki kuhusu umuhimu wa lishe katika malezi ya watoto wachanga. Tuache na hizo imani kwamba titi la huku ukinyonyesha peke yake, la huku sijui litakuwa kubwa, la huku litakuwa dogo. Hapana, akiamka kama ameacha kunyonya, unamrudisha titi lile ambalo lilibakiza, nalo atanyonya. Akishiba, maziwa yameisha, utaona ataitema ile chuchu au atalala hapo hapo kwenye titi lako. Huyo ndo mtoto ambaye ameshiba. Pia usiache mtoto mpaka akalia. Kulia ni ishara ya mwisho kwamba mtoto ana njaa. Lakini akiwa na njaa anaanza na kulambalamba vidole, anageuka kushoto na kulia akiwa anaonyesha ishara za kuitafuta chuchu. Kama umweleze sasa, ishara ya mwisho ndio inafuatia, sasa inabidi alie. Na hawezi kulala kama hajashiba. Kwa hiyo mama ukishiba na mtoto akanyonya titi moja mpaka kamaliza maziwa, amelala ametema chuchu, kimaanisha ameshiba, atalala vizuri na atakuwa mtoto bora mwenye afya bora. Kwa upande wake, Bi Elizabeth Ngago, afisa mradi kutoka shirika la CRS kupitia mradi wa lishe ya mwanao unaofadhiliwa na UNICEF kwa kushirikiana na serikali ya Norway, amesema kuwa bado kuna changamoto kubwa ya wazazi kutotumia vyakula vya asili ya wanyama wakati wa ujauzito na kwa watoto chini ya miaka 5. Kumekuwa na changamoto au tatizo la udumavu ambapo kwa kuangalia kwa ukaribu tumegundua kwamba changamoto kubwa inahusiana sana na ulaji hafifu wa vyakula asili ya wanyama. Kwa hiyo tunaishauri jamii kwa kupitia mradi wetu kuongeza ulaji wa vyakula vya asili ya wanyama, hasa kwa wamama wajawazito, wanaonyonyesha pamoja na watoto wenye umri chini ya miaka 2, ili kupunguza tatizo la udumavu kwa watoto, hasa kwa mikoa hii 2 ambayo ni Mbeya pamoja na Njombe, ambapo ukiangalia tatizo la uzito pungufu halipo kwa kiasi kikubwa kama ilivyo udumavu. Inatafsiri vipi? Inatafsiri kwamba chakula sio tatizo na watoto wanakula, lakini wanakula vyakula gani? Baadhi ya wananchi wameeleza kuwa bado elimu ya lishe bora inahitajika hasa katika vijiji, huku wengine wakitaja hali ngumu ya kiuchumi kwa kikwazo katika upatikanaji wa vyakula vyenye virutubisho vya kutosha. Wengi wao vipato viko vidogo sana chini. Kwa hiyo kuzingatia lishe ya mama mjamzito inakuwa ni ngumu. Endapo anaweza kupata chakula chenye vitamini kwa muda mfupi, anaweza kala matunda, machungwa, matikiti, lakini sio kwa mara kwa mara. Changamoto ya kwanza ni ukosefu wa elimu na mila potofu katika jamii. Wananchi wengi hawana elimu sahihi jinsi ya kula vyakula. Tamaduni ambazo zimezoeleka katika jamii, watu wamekalili labda usipokula mayai mtoto atazaliwa hana nywele, lakini ni kitu ambacho sio sahihi. Kwa hiyo serikali ingeendelea kuwekeza sana juu ya kuelimisha mama wajawazito na wamama wenye watoto chini ya miaka 5. Samuel Mpogole, Hope Channel Tanzania.